ni simu ya moja kwa moja kutokea ofisi za IOTV Mikocheni, Palm Village, jijini Dar es Salaam. Hivi karibuni kumekuwa na changamoto ya usafiri wa treni kwa njia ya reli, na treni pia imesitishwa katika baadhi ya njia, kwa maana kutokea labda Morogoro kuelekea Dodoma na Dodoma kurudi hadi Morogoro. Pengine ukiwa kama msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna nini ambacho kinaendelea na kile ambacho unaweza kuambia Watanzania na watumiaji wa usafiri huo pia? Kama ambavyo shirika la reli Tanzania TRC limetoa taarifa, safari za treni ya SGR kati ya Morogoro na Dodoma zimesitishwa ikiwa ni hatua za kitahadhari. Na hatua za kitahadhari zimechukuliwa kwa sababu mito miwili ambayo inakatiza katika reli yetu ya SGR, nikiwa na maana ya mto Kidete na mto Msaze katika eneo la Godegode, imepata athari kubwa ya mvua ambazo zinaendelea kunyesha. Maji yamekuwa mengi, yanaleta madhara kwenye kingo za mito, kwa hiyo kumekuwa na mmomonyoko mkubwa. Sasa athari hizi zimetishia kwenda kuathiri pia reli yetu ya SGR. Kwa hiyo shirika letu la reli Tanzania TRC limechukua hatua za kitahadhari. Sio kwamba reli imeharibika, hapana, ni hatua za kitahadhari ili haya maji mengi ambayo yamejaa katika mito na kuleta tishio la kuathiri treni yaweze kudhibitiwa na kingo za reli zidhibitiwe vizuri, na kitu ambacho kimesababisha sasa safari za treni zisitishwe wakati hatua hizo za kitahadhari kutokana na athari zilizojitokeza zikichukuliwa. Kwa hivyo ningependa Watanzania wajue kwamba kilichofanyika ni kujihadhari, ni kuilinda reli yetu. Sasa katika hali ambayo mvua kubwa zinanyesha, mito inaleta maji mengi na tayari analeta athari kwenye kingo zake, huwezi kuendelea kuruhusu treni iendelee kufanya safari zake kama kawaida, kwa sababu hakuna anayejua nguvu hii ya maji inayoendelea italeta athari gani kwenye treni yenyewe. Sasa watu wamekuwa na hoja kwamba mradi ni mpya, kwani tahadhari hizi hazikuchukuliwa katika upembuzi yakinifu. Tahadhari hizi zimechukuliwa, na labda niwaambie tu Watanzania kwamba mradi wetu wa SGR katika kipande hiki cha kutoka Dar es Salaam Morogoro Dodoma bado kipo katika uangalizi. Kwa kipo chini ya mkandarasi, na mkandarasi anaendelea kufanya jitihada za kuhakikisha wanaongeza udhibiti wa kuilinda miundombinu ya reli ili athari hizi za mvua zisilete madhara na zikasababisha hatari kwa safari za treni. Hicho ndio hasa ambacho kimejitokeza, na bahati nzuri ni kwamba tangu imetangazwa kusitishwa kwa safari hizi kati ya Morogoro na Dodoma, kazi kubwa imeendelea kufanywa usiku na mchana, na wakati wowote kuanzia sasa shirika la reli Tanzania litatangaza kurejea kwa safari za treni ya abiria kati ya Morogoro na Dodoma kama kawaida. Naam, asante msemaji. Lakini pia kumekuwa kama na maneno pia mitandaoni yakiendelea kwamba pengine kuna hujuma kutoka kwa wamiliki wa mabasi, ama kuna hujuma ya hivi na vile. Inayo pengine ufafanuzi ukoje zaidi? Sasa ni vigumu kulithibitisha hilo, kwa sababu kilichoonekana kwa sasa moja kwa moja ni athari kubwa za mvua ambazo zinanyesha. Unajua ili maeneo haya ya Kidete, eneo la Godegode ni maeneo ambayo yanakusanya maji mengi kutoka mkoa wa Dodoma, mkoa wa Iringa, mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo ni maeneo ambayo hata kabla ya SGR kwenye reli yetu ile ya zamani MGR yamekuwa yakipata athari kubwa. Unakuta kipindi kama hiki mvua zikinyesha nyingi, reli inaondoka. Ni bahati nzuri kwamba katika mradi wetu mpya wa SGR miundombinu yake ni imara zaidi, kwa hata hizi mvua zilivyonyesha hatukupata athari kwenye reli, lakini tahadhari ni muhimu. Ndio maana nikasema hatua zilizochukuliwa ni za kitahadhari. Sasa watu wengi wanaweza kusema kwani hamkulijua hilo tangu mapema. Ningependa pia kutumia nafasi hii kusema kwamba serikali inafahamu hili, na uko mradi mkubwa ambao tumeanza utekelezaji wake. Ni mradi wa ujenzi wa mabwawa 6 ya maji katika eneo hili. Ni mabwawa ambayo yatatumika kwa shughuli za kilimo, za uvuvi, za mifugo, lakini pia mabwawa haya tunataka kuyatumia kimkakati kukabiliana na athari za maji mengi ya mvua yanayokusanyika katika maeneo haya kutoka mikoa hiyo niliyoitaja. Kwa hivyo mabwawa yakikamilika yatatusaidia sasa, maji yanapokuwa mengi yanakusanyika kwenye mabwawa, yanaachiwa taratibu. Yakiwa machache, halikadhalika mabwawa haya yanakuwa
yanadhibiti. Lakini pamoja na kujenga mabwawa haya 6, pia serikali iko katika mpango wa kujenga mabwawa mengine 2, kwa jumla yatakuwa 8. Hizi zote ni jitihada za kuhakikisha kwamba maji yanayokusanyika katika eneo hili hayaleti athari kwenye miundombinu ya reli na barabara kama ambavyo imekuwa ikijitokeza. Watu wasisahau hata barabara yetu yenyewe ya Morogoro Dodoma, wakati mwingine madaraja yamekuwa yakiondoka, yanachukuliwa kwa sababu hili eneo linakusanya maji mengi na yanakuja na magogo na mawe. Kwa wakati mwingine ni vigumu sana miundombinu yetu kuhimili hicho kishindo. Kwa tumeamua kama serikali kujenga mabwawa, na tunaamini yatapunguza athari zinazotokana na maji mengi wakati wa mvua nyingi. Naam, asante. Na labda pengine swali la mwisho kwa upande wa serikali na hata kwa wananchi pia, kutokuwepo kwa safari baina ya Dodoma hadi Morogoro ama Morogoro hadi Dodoma, ni hasara kiasi gani ama athari yake ikoje zaidi kiuchumi? Athari zitakuwepo athari za mtu mmoja mmoja, na kiuchumi ni vizuri kusema kwa haraka. Lakini pia unajua tunapofanya shughuli zetu pia ni lazima tujue kwamba kuna wakati tunakutana na majanga kama haya, matukio ambayo hayakutarajiwa, ambayo yanaleta athari, yanaathiri shughuli zetu. Lakini uzuri ni kwamba tayari tumeamua kufanya jitihada za haraka za kukabiliana nayo, na kama anavyosema katika muda mfupi ujao serikali itatangaza kurejea kwa safari hizi na watu wataendelea na shughuli zao kama kawaida. Shukran sana. Pengine neno lako sasa kwa Watanzania na wale ambao wanatumia miundombinu hii. Kwa Watanzania na watakia kila la heri katika mwaka mpya 2026. Tuendelee kuijenga nchi yetu, tuendelee kuishi kwa amani, na kwa wanaotumia miundombinu yetu hii ya reli tuendelee kuitumia kwa busara. Ni mradi mkubwa, serikali inatumia fedha nyingi, kwa hivyo ni vizuri kila mmoja akawa mlinzi wa miundombinu hii, na tusikubali mtu yeyote aiathiri kwa namna yoyote ile.